kuongelea, kwa kuwa wakuu wa mikoa na katibu tawala na wakurugenzi wote mpo hapa. Nitumie fursa hii kuwakumbushia jambo moja, kwamba tayari tumeshaanza maandalizi ya mipango na bajeti. Twendeni tukazingatie maandalizi ya mfumo wa elimu ya msingi ya lazima ya miaka 10. Tuna mwaka mmoja tu katikati. Mwaka 2028 tunatakiwa kuanza kutekeleza mpango wa elimu ya lazima ya miaka 10, elimu ya msingi ya miaka 10. Tusipoliona hili sasa, tutarudi tena kwenye ule utaratibu wa wanafunzi kusubiri madarasa. Tuna mwaka mmoja hapo katikati. Sasa lazima tuwe mbele ya matukio haya. Kwa nini? Tangia tumefanya uamuzi kwamba tunaenda kwenye jambo hili. Waheshimiwa wakuu wa mikoa, mnaweza mkawa mashahidi. Yapo maeneo ambayo yameenda kujenga shule ya sekondari. Kweli si kweli? Yapo yameenda kujenga shule ya sekondari, yameenda kujenga shule ya msingi. Yapo. Sasa hivi kwa sababu tuna mwaka mmoja tu, 2027 hapa katikati, 2028 tunaenda kwenye utekelezaji huu. Maana yake nini? Tulikuwa tunaongelea kila kata kuwa na sekondari. In a way tunaongelea sasa kila kijiji tuwe na sekondari. Yani kwa hesabu ya haraka layman's calculation, si tulikuwa tunaishia la 7, sasa tutaishia la 6. La 6 maana yake kufika 10 yako 4 juu yake. Maana yake nini? Yale 4 ndio iliyokuwa sekondari yako hapo. Maana yake kama tulikuwa na darasa 7, tunatakiwa tunakokwenda, naweza isiwe kwa mara moja, lakini kule tunakokwenda tunatakiwa sasa tuanze kuwa na madarasa 10. Kwa sababu tukitaka wale waliokuwa wanaenda kidato cha kwanza waende kule kwenye kata, kwa kila kijiji, it will be a problem. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya ujenzi wa vyumba vya madarasa. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI alitoa taarifa kwamba zipo shule takriban 6,000 sasa ambazo zimeshajengwa kwa muundo wa kuanzia shule ya awali pale kwenye compound moja, shule ya awali, shule ya msingi na sekondari. Na juzi Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Rukwa amenipitisha pale, inaitwa Milundikwa. Japo nimeshtuka sana nilipoambiwa uliniomba lift afu umetangulia siku nzima kufika huku. Hiyo naanza ndio maana ule ushirika wako na wananchi wa Rukwa kwamba hakuna uchawi kabisa Rukwa, hiyo ni science scheme. Sasa nimeanza kuogopa sana. Kwa hiyo tuna kazi hiyo, lakini pia nimetoa maelekezo katika maeneo mbalimbali kwamba tuweke vipaumbele kwenye mahitaji ya lazima kwenye hizi taasisi zetu. Ndugu zangu, habari ya matundu ya vyoo, kwamba shule ina wanafunzi 700 alafu haina matundu ya vyoo, maana upungufu wa matundu ya vyoo. Hili ni jambo hili ni jambo ambalo si la wakati huu, yale mambo yatakiwa yawe ya zamani. Kwa hiyo twendeni tuweke hivyo vipaumbele. Na nimesema miezi 6 baada ya bajeti mpya pasiwe na shule ambayo inaongelea
upungufu wa matundu ya vyoo. Hivyo hivyo na maji. Tuna mitambo ya kuchimba maji, tuna vijiji bado havijapata maji, lakini pia twendeni tuweke kipaumbele kwenye taasisi hizi ambazo tuna watoto wamekusanyika eneo hilo: shule ya msingi, shule ya sekondari, zahanati, kituo cha afya, hospitali. Hayo na yenyewe tuyaweke kwenye umuhimu. Lile nililosemea la mitaala mipya, tuendeni tufanye tathmini na kuandaa mahoteo ya mahitaji ya miundombinu mbalimbali. Mheshimiwa Waziri, ukiangalia katika baadhi ya maeneo ambako shule shikizi zimejengwa kwenye maeneo ambayo yamezuiliwa, aidha ni hifadhi, whatever, maana yake nini? Maana yake wanakijiji wanaitangulia serikali. Zipo shule ambazo ziko katika maeneo ambayo hazistahili. Yamejengwaje? Wananchi wametangulia serikali. Sasa hata sasa kwenye haya mambo tuendeni tuwe mbele, tupange ahead, tupange mbele ya muda utakapofika wa kuanza hii mitaala mpya. Ninapohitimisha hotuba yangu, ni wapongeze tena kwa ushiriki wenu katika mkutano huu, kwa kuwa leo hii mmepata fursa ya kujiridhisha na mmethibitisha kwa maoni yenu kwamba rasimu hii ya mkumbi wa pili ina mambo ambayo tunatakiwa tuyafanyie kazi sasa. Sasa ni jukumu letu sisi sote kutafasiri maono yaliyopo katika mkumbi huu na tutekeleze kwa vitendo. Tukiacha wakurugenzi wakawa wamesema, makatibu tawala wamesema, wakuu wa mikoa wamesema, mawaziri wa sekta wamesema, na mgeni rasmi amesema, tusipoweka roadmap ya utekelezaji, hiyo inakuwa barua ya kwa yeyote anayehusika ambayo haijibiwagi. Kwa hiyo hii isiwe barua ya kwa yeyote anayehusika, tuiwekee roadmap na Mheshimiwa Waziri wa Mipango na Mheshimiwa Waziri wa Fedha kwa kweli, na wa Viwanda na Biashara kwa kweli, tutakapoenda kwenye bajeti hii itatamani ka footnotes kanakoonesha haya yalikuwa kwenye mjadala huu wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala na wakurugenzi. Watu wametoka nchi nzima wametoa maoni kwamba haya yalijitokeza siku ile, mapendekezo kwenye sheria hii mpya, tunafuta hili na hili na hili na hili, ili isiwe barua ya kwa yeyote anayehusika. Yale ambayo yanahusiana kimuundo, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Waziri wa Mipango, Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, tutayaunganisha, tuwe na kikao kingine na Mwanasheria Mkuu wa Serikali na Katibu Mkuu Kiongozi, ili tuyadigesti na mtakuwa mmeshayaweka kwa maandishi. Ni kweli kuna confusion katika baadhi ya maeneo, kuna mkanganyiko katika baadhi ya maeneo ambao unawaletea wananchi shida. Kwa mfano moja mdogo, toe mifano miwili. Nitatolea kwenye ardhi ambako nimekutana na shida kwenye ziara, na mkuu wa mkoa wa Arusha yupo na mkuu wa mkoa wa Manyara yupo. Arusha tulienda Longido, hawana baraza la ardhi. Ili mwananchi atatue kero yake inabidi aende Arusha. Tulienda Kiteto, hawana baraza. Kwa maelezo yaliyotolewa, mkuu wa mkoa yupo, kama nitakuwa wrong ataniambia. Kiteto na Simanjiro hawana baraza la ardhi. Mizozo hiyo ikitaka kutatua mpaka waende Arusha. Tena bado wako Arusha, hata sio Babati, hata sio Manyara. Lakini walikuwa wanaongelea kwenda kule. Hebu niambie mazingira ya bibi moja akionewa Kiteto huku karibu na Kongwa huku, kwenda mpaka kule, nauli yake tu ataenda mara ngapi?
unaweza ukaiona hiyo eneo hilo na nani yake imesemea hapa, ambayo naikubaliana nayo, itoke kule kwa kamishna. Shamba la kijijini kule na lenyewe liamuliwe toka makao makuu. Jana tulikuwa Kalambo kule mbali kule pembeni, na yenyewe iamriwe centrally. Kwa hiyo tuna hivyo vitu ambavyo tutakaa na waheshimiwa mawaziri, kwa sababu ni hoja imekuja. Tutashirikisha, tutawaalika wawepo mwanasheria mkuu wa serikali, awepo katibu mkuu kiongozi, ili tutengeneze mapendekezo na baadaye yaende kwa Mheshimiwa Rais. Yakishapata uamuzi tuende kwenye utekelezaji wake. Kwa hiyo tuyabainishe yote yale ya finance bill, tuyabainishe na tuwapelekee wenzetu wayafanyie muda huu ambapo tunajiandaa na budget.